Haleluya. Salimia jirani yako, mwambie karibu kanisani. Unajua tunaweza kuwa tumekaa hapo na mawazo iko huko. Bwana Yesu asifiwe. Nachukua nafasi hii kusema ninafurahia Mungu na kusikia nimeheshimika kusimama mbele zenu kuwaletea funzo la asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokolewa kwa neema, sio kwa matendo. Hata kuwa mtumishi wa siku ya leo ni neema, sio matendo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. So ningehitaji hata wale ambao wanatupata kwenye mitandao tuweze kuenda pole pole, na ningetaka unishike kwa sababu ninaomba Mungu nisiingie kwa laini ya kuhubiri, lakini nikae kwa laini ya kufunza hadi hizo dakika ambazo nimepewa ziweze kuisha. Bwana Yesu asifiwe. Na hebu tukaweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu tuko mbele zako, tunakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Umetuneemesha tukaiona, na tumekuja kwa nyumba yako, tupokee kutoka kwako. Asante Jehova kwa sababu ya neema yako. Enenda nasi na ukamalizie pamoja nasi, na kile ambacho tutachukua tukakiweke kikaweze kutusaidia katika maisha haya. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Sema amen yenye iko na afya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Usiposema amen hauni motivate. Haleluya. Amen. Asubuhi ya leo ningependa kufunza, ama Roho wa Mungu ananisaidia kufunza kuhusu huzuni ya kazi ya Mungu. Hiyo ndio title. Huzuni ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tutapata andiko kadhaa ambazo ziko katika kitabu cha Nehemia. Na ningependa brother Kipchoge kuwa na mic na pastor angekuwa na mic. Tunataka siku ya leo sitaki nikupee quotes zenye hatusomi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So brother Kipchoge ukiwa nayo ninaambia pastor soma hii, Kipchoge tayarisha hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So wa kwanza ataweza kuchukua Nehemia chapter 1 verses 2 and 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huzuni ya kazi ya Mungu. Tunasoma andiko la kwanza kutoka kitabu cha Nehemia sura ya kwanza mstari wa 2 hadi wa 3. Tusomewe na mchungaji. Okay. Biblia inasema, Hanani mmoja wa ndugu zangu alikuja kutoka Yuda akiwa na watu wengine, nami nikawauliza kuhusu mabaki ya Wayahudi wale walionusurika kwenda uhamishoni, na pia kuhusu Yerusalemu. Wakaniambia, wale walionusurika kwenda uhamishoni, wale ambao wamerudi kwenye lile jimbo, wako katika taabu kubwa na aibu. Ukuta wa Yerusalemu umebomoka na malango yake yamechomwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa ni wakati ambapo tunamuona mtumishi wa Mungu anaitwa Nehemia. Na Nehemia, wakati ambapo hili andiko linaandikwa, tunasikia ya kwamba Nehemia alikuwa kwa nyumba ya mfalme, na Nehemia alikuwa ni mtumishi wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Nehemia alikuwa anafanya kazi kama mtu ambaye huwa ana serve wine. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ana serve wine kwa mfalme ambaye alikuwa anaitwa Artaxerxes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Artaxerxes ndiye alikuwa mfalme, naye Nehemia kwa Kiingereza alikuwa the wine cup bearer. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na picha ambayo nataka uone hapo, kuna mtu ambaye ametoka katika mji wa Israeli ama Juda. Bwana Yesu asifiwe. Ama Yerusalemu, maana zote ziko area moja, na amekuja akamuuliza, je, huko umetoka kwetu hali iko namna gani?
Bwana Yesu asifiwe. Na yule mtu alipokuwa akiongea na Nehemia akamwambia historia ya vile kuko. Bwana Yesu asifiwe. Number one, alimwambia that the walls of Jerusalem has fallen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu ya pili, aliweza kumwambia the remains of the Jews who had survived captivity are in terrible situation. Bwana Yesu asifiwe. And number 3, aliweza kumwambia by this tuliweza kuona hivi, by this report Nehemiah was groaning also. Bwana Yesu asifiwe. Imagine uwe katika nyumba ya president, wewe ndiye unayetayarisha mvinyo kumpatia president, ni kumaanisha uko kwa state house. Wewe unaoga kila wakati, unavaa vizuri na unakula vizuri, lakini wakati ambapo unaposikia ripoti za kwenu, Bwana Yesu asifiwe, unahuzunika. Hivyo ndivyo ningetaka sasa uone. Nataka ujiweke katika hali ya kuhuzunika kwa sababu ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapoenda in the book of Nehemiah chapter 2 verse 3, nisome hiyo peke yake brother Kipcho. Nehemiah chapter 2 verse 3. The Bible says, and said to the king, may the king live forever. Why should my face not be sad when the city, the place of my father's tomb, lies waste and its gates are burned with fire? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo mfalme akamwangalia mfuasi wake ama mtumishi wake Nehemia, akamwambia siku ya leo unaniserve na uso ambao umekunjamana. Na mfalme akamuuliza ni kwa sababu gani umehuzunika? Bwana Yesu asifiwe. Naye akamwambia nitakosaje kuhuzunika wakati malango na kuta za Yerusalemu zimeshabomoka, nazo zile lango zimechomwa kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Wewe huwa unakaa unaposikia kazi ya Mungu haiendi vizuri, wakati unaposikia nchi haiendi vizuri, wewe huwa unasikiaje? Kwa sababu umeokoka na unaenjoy salvation. When you hear about the bad reports about your country, when you hear about bad reports concerning the government, wakati unaposikia bad reports za mambo yanayofanyika kwa madhabahu ya kanisa, how do you feel? Ama huwa unasema ya kwamba mimi najuana na Mungu wangu na huwa sitajali huyo mwingine anapitia hali gani? Je, huwa unahuzunika? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Point number 3. After being sad, he took a step on how to rebuild the wall. Amen. Baada ya kuhuzunika na kukaa na huzuni hiyo, ni lazima baada ya kuona kazi haiendi sawa, watu hawaokoki, madhabahu imechafuliwa, nchi yetu iko na uchungu, ripoti kila wakati ni mbaya. Ni kama kwangu nasema si lazima nione news. Kwa sababu gani? Every time touching and sweet news are the bad news. Ukitaka uenjoy taarifa, akili yako huwa inatarajia kitu kibaya kifanyike uwe wa kwanza kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati tunaposikia huwa tunachukua mzigo gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. So he took a step to rebuild the wall which had fallen for 150 years, and he built it in 2 days. Umenielewa hiyo? The wall ilikuwa imeanguka 150, lakini alipohuzunika na namba 2 akachukua step ya kuenda kuiunda ama kuijenga, inaonekana ya kwamba kuna shida ambayo katika maisha yetu, yani inaweza kuwa imekaa muda mrefu, lakini tutakapohuzunika na hiyo huzuni yetu itusukume kufanya hatua
Hivyo basi katika maisha yetu Mungu akiingilia, shida iliyokaa miaka mingi inaweza fanyika kwa muda kidogo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. That is in the book of Nehemiah chapter 6 verse 15. Hasta tusome. Nehemia 6 mstari ni wa 15. Inasema basi ukuta ukakamilika siku ya 25 mwezi wa Eluli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mahali hujamalizia kazi ambayo ilichukua siku 52. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ilikuwa nagojea. Ilikuwa imeanguka for 150 years, lakini ilijengwa na 52 days. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So wacha sasa tuingie, tuangalie sasa, tumepata introduction. Hiyo ilikuwa introduction. Tuelewe sasa katika maisha yetu ni hali zipi, ama hili neno linafaa kuingia kiasi gani ama kwa njia gani. Bwana Yesu asifiwe. Number 1, kama naandika, God is looking for one man to use in the church. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God is looking for one man to use. Na wakati naposema one man, haimaanishi ya kwamba tukiwa hapa Redeemed God is looking for one person. Na maanisha one person wewe. One person wewe. One person wewe. One person mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And also that is number 1, in the church, in the family, in the government, in the business, in education, in the media, and arts and entertainment. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuja kwa hizi vitu ili usielewe sana. Lakini point ambayo nataka uelewe ni kwamba God is looking for one person. Amen. Number 2, people have not yet seen. Watu bado hawajafika mahali pa kuona kile ambacho Mungu anaweza fanya with only just one person. Amen. People have not yet seen what God can do with only one person who has surrendered to work for God. Jina surrender sasa litaingiaje katika maisha yetu? Kwa sababu shida sio kujitoa tupo wengi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini doing the task is a problem. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The church can have about 150 people, but doing the task becomes a problem. Why? Because there are people who have not fully surrendered themselves to God. Bwana Yesu asifiwe. But God is looking for one person. And number 2, people have not yet seen what God can do with only one person who has surrendered himself to work for God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Point number 3. There has to be somebody who is angry. Point number 3. There has to be somebody who is angry. Have you ever seen mtu ambaye anafanya kazi ama ameamua kufanya jambo kwa hasira? Ni vigumu sana kumuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine utaona kama ameanguka. Na wakati mwingine utaambiwa wewe ni kimbelembele. Na wakati mwingine utaonekana ni kama wewe unajipendekeza. Lakini ndani yako kuna kitu ambacho Mungu ameweka, uchungu wa hasira ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni vizuri kusarenda, uwe angry. Bwana Yesu asifiwe. Uwe gloomy and also become sad. What is missing in the church? Be ready to do. What is missing in the government? Be ready to do for it. What is missing in your family? Be ready. Bwana Yesu asifiwe. Kujitoa na ili ya kwamba hizo hali ziweze kubadilika. Kwa sababu hapa hiyo point nimekuambia, there has to be somebody who is angry, gloomy and sad on the condition of the present life in our church, in our family, in our government, in the business, education, media and also in arts and entertainment. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo point utaipata katika kitabu cha Ezekiel chapter 3
verse 16 to 21. Sitaki tusome hiyo maana ni refu, lakini points tatu ambazo ziko kwa hiyo verse. Ezekiel chapter 3 verse 16 and 21 tunazipata zikiwa hivi. Point number 1, son of man, I have appointed you as a watchman. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Biblia inasema ya kwamba son of man, God was referring to Ezekiel, na anamwambia ya kwamba nimekuchagua uwe watchman wa nyumba ya Israeli. You can be the watchman in the church. You can be the watchman in your family. You can also be the watchman in the government. Bwana Yesu asifiwe. But are you willing? Are you angry for the work of God? Number 2, hear my word and warn people on behalf of God. Hear the word of God na uwe tayari kuwaonya watu kwa niaba ya Mungu. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba wakati mtu atasimama hapa na anataka kuachilia warning on behalf of God, hatakuwa mtu ambaye hana huruma. Bwana Yesu asifiwe. Hana huruma, hapembelezi. Akiwa amesimama kuja kuwapatia tahadhari, don't expect that person to be merciful. Bwana Yesu asifiwe. So it is good to be angry for the sake of God. Kwa maana Mungu amekuchagua as the watchman. Na watchman, kitu kikiibiwa, kitu kikiharibika, nani anakuwa responsible? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Number 4, being used by God is very dangerous. Hiyo ni point. Number 4, being used by God is very dangerous. It calls for obedience, total surrender, and being faithful. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You shall be accountable for serious responsibilities that some may cost your life. Your life. Many people, number 5, many people have been used by God from the beginning, and still they shall continue to be used. Are you among the people? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaweza chukua muda mrefu, kile ulichoitiwa ufanye haufanyi, unasukumiliwa kufanya na unaona haina shida, lakini wakati Mungu alikupatia hiyo kazi, ni wewe nimepatia, na Mungu akute haijafanyika, kwa hivyo wewe ndio utakuwa responsible, sio mchungaji. Mchungaji ako na yake. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko na yangu, yule mwingine ako na yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi wote tutapeleka ripoti yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha tuachie hapo, tumalizie na some other very important things. Now, what to do? What to do? Unafaa kufanya aje ili usimiss kuchukua huzuni ya kazi ya Mungu? God is ready to use you no matter how and who you are. Unafaa kuelewa Mungu ako tayari kukutumia no matter how and who you are. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza jiangalia aseme mimi nimeitwa niende nikawe evangelist kwa sababu ya kazi ya Mungu, na unaogopa kwenda kufanya evangelism huko nje na kwa ploti yenu kwa sababu unaona wewe sio mchungaji. Unasema evangelism ni mchungaji. But I want to tell you, God is ready to use you. Are you ready to be used? Bwana Yesu asifiwe. Unafaa kujiuliza hiyo. Are you ready to be used? Kwa sababu Nehemiah was a servant. He was a maid. Unaweza jidharau, useme mimi ni maid kwa mtu, nitakuaje evangelist? He was a maid in the king Artaxerxes kingdom, na alikuwa kwa palace. Kwa hivyo alikuwa mahali very expensive, lakini alikuwa maid, lakini Mungu alimtumia. Bwana Yesu asifiwe. Arise and serve God at your level. Hii inafaa uelewe. Serving God at your level. Bwana Yesu asifiwe. Pastor anafanya kazi kwa level yake.
apostles wafanye kazi kwa level yao. Tuko pamoja? Evangelists wafanye kazi kwa level yao. Wanaoombea kanisa wafanye kazi kwa level yao. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo sasa italeta faida katika maisha ya Ukristo. Number 2, you must have a burden. If you want to be used by God, or you want to take the burden or being sad for the work of God, number 2, you are supposed to have a burden. Be sad for walls of Jerusalem. These walls of Jerusalem, ningetaka uzielewe. It is the condition of the 7 mountains of influence. Hiyo wengine hawajaipata kwa sababu ni revelation pastor, imepatikana in the month of June. Ni prophecy imefanyiwa all over the world. Hiyo najua mnaielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. These walls are the conditions of the 7 mountains of influence. Bwana Yesu asifiwe. The mountains of influence nilikuwa nimezitaja, lakini wengi hawakuelewa hizo ninataja. Mountain of influence, number 1 ni church or religion. Mountain of influence number 2, it is a family. Mountain of influence number 3, the government. The mountain of influence number 4 is the business. Hiyo nyingine ni education. Hiyo nyingine ni media, and the last one is arts and entertainment. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Number 3, that is point number 3 now. Come out of the comfort zone. Kitu tunataka kuchukua kazi ya Mungu, ni lazima uamuke katika mahali pako pa kupumzika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oh my God. I just hope I will finish in 5 minutes. Hallelujah. Amen. Number 4, expect to be mocked and despised. Katika kazi ya Mungu haina smooth ride. Unaona yeye unaenda pole pole ndio uelewe. Expect to be mocked and despised. Tarajia kukejeliwa. Tarajia kudharauliwa. Nehemia alikuwa na maadui waliposikia ya kwamba anaenda kujenga ukuta. Wakamwambia hii ukuta ilikuwa imeanguka 150 years. Wewe unaenda kujenga ukiwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Maadui zake walikuwa Sanbalati, Haronites, Tobia, the Amorite officials, na wengine walikuwa naitwa Arabians. The above enemies will harshly mock you. Nilikuwa naangalia sometimes in my life as when I have been serving God. Na ninaona ya kwamba wakati ambapo unaona kukiwa na opposition mingi, Bwana Yesu asifiwe, unaweza jiuliza na uone ni kama kwamba wewe ndiwe mbaya zaidi. You are not worthy. Bwana Yesu asifiwe. Unaona ni kama haufai, maana opposition ni mingi. Unafanyiwa madharau kama Ezekiel, mzee kipara. Aliitwa mzee kipara na vijana. Unakuta tu vijana kwa barabara na kufanyia mzee kipara wewe. Na wakati huo unaweza jidharau. Wewe unasimama kutuhubiria uko na nini? Unaweza ambia mtu kwa ploti, Yesu ni Bwana anabariki, wewe amekubariki. Yesu analinda jamii, iko wapi yako? Vitu kama hivi. Bwana Yesu asifiwe. So ni lazima ungojee kukejeliwa na kudharauliwa, lakini haimaanishi ya kwamba Mungu amekuondokea. Haimaanishi ya kwamba Mungu amekuondokea. Number 5, do the work without listening to your mockers. No matter the challenges. Do the work without listening to your mockers. Walisema hivi, hiyo unafunga masikio. Wacha tu iingie, lakini wacha fungua hii ingine itokee baada nyingine. Lakini usifanye kazi ya Mungu kiexpect kila mtu akakupenda. Bwana Yesu asifiwe.
lakini do not sit down ukiogopa opposition. Stand up, be ready for it. Usikae hapo nyuma useme nipigania, mimi siwezi ipisha. Kwa sababu kuna mtu alikuambia sauti yako inatoka kama ya ile kitu inakukaga hivi ukinyesha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiambiwa twende crusade, hutaki kwenda crusade. Na pole kusema hivi. Hutaki kwenda crusade, maana hiyo crusade imepelekwa karibu na kwenu na hutaki watu wa hiyo area ya kwenu wakuone kwa kifua. Usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Number 6, be positive. Namalizia na 40. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Be positive and of great courage. That is because you know you are God and you will win the battle. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo point tutaipata katika kitabu cha Nehemiah chapter 2 verse 20. Wacha tusisome kwa sababu time nayo imenikibisha. Hallelujah. So nimeuliza sasa tumepata points za how to accommodate the work of God. Tumeangalia jinsi ya kupokea kazi ya Mungu kwa hasira, si ndio? Sasa tuone condition ni gani? Conditions of taking the work of God with seriousness. Hiyo iko katika kitabu cha Ezekiel chapter 3 verse 16 na tulikuwa nimesema tusiisome, lakini iandike those conditions ziko pale. And there is another verse in the same Ezekiel 33 verse 1 to 9. So nilikuwa nasema conditions First condition iko kwa kanisa, the church. Hapo sasa nimeingilia the 7 mountains of influence. The church, it is waiting for somebody who is going to rise up. Na wakati ambapo kuta za kanisa zitaanguka, that is in spirit, utaona ya kwamba kanisa ita lose value na itabaki kuwa tu kama dunia. So it is very important you make sure ya kwamba you are becoming an influential person for the sake of God in the church. Amen. And whatever you have been given to do in the church, be ready to do it without any compromise. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Any word that you know in the church imeanguka, mahali unaona kuna kamwanya na unafaa kuziba, be ready to fill it. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Condition number 2 iko kwenu, in your family. When the walls of the family have broken, utaona ya kwamba familia yenu kuna trend huwa inapita. And wewe ndiwe umechagulia ukaweze kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ili ukaweze kubreak hiyo cycle. Kwenu watu hawaolewi, kwenu watu hawaoi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenu watu lazima wapate watoto kwa jamii kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unasema huko ni ugonjwa, kuna ugonjwa wa kwetu, kuna ugonjwa ya sukari, hiyo ni ugonjwa ya kwetu. Anything ambayo unaona nyama za kwenu hazikubali kulingana na kiungu, you are supposed to rise and stand for it. Kwa sababu kuta ya kwenu ikibomolewa, maadui watakuja. Na utaanza kuona tabia ambayo si ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Condition number 3 nikimalizia ni business, ni government. Kwa serikali, angalia wewe unaweza ingilia wapi kwa serikali uiombe. Watoto wanauawa ovyo ovyo, ujui wako wanaweza chukuliwa wakati gani, na kwa sababu uko na watoto si waombe. Ombea viongozi. Kila madhabahu ya kipepo katika serikali ikaondoke. The other condition haraka iko kwa business.
wakati ukuta wa biashara yako utakapobomolewa, biashara yako itaenda hasara, ama unaweza hata kutumia pesa mingi, lakini kwa sababu shetani ameshabomoa ukuta, biashara yako inaweza potea na Mungu hatatukuzwa pale. So God is expecting you to give him glory in the church, glory in the government, glory in your family and also in your business. Hiyo ingine ni education. Unaona hata education ni kusema ya kwamba any education you get, be it to influence God. Bwana Yesu asifiwe. Elimu ambazo tunapatiwa si mbaya, lakini shetani ameleta elimu yake ndani ya hizo elimu. Walimu wao wameinukia watoto, watoto nao wanainukia walimu, na Mungu hatukuki katika mashule. Bwana Yesu asifiwe. Another thing ni media. Hiyo ingine ni media. Sasa hiyo ukichukua simu yako na uko na ile ya kufanya hivi, si ndio? Mtu yote ako na hii hivi, kuinua mkono. Nataka nimalizie kwa haraka. Usiongee uongo, unajua ukiwa uko nao utainua mkono, si ndio? Na kwa sababu umeinua, angalia hizo apps zote zenye umedownload kwa simu yako. Ni apps ngapi zinatukuza Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Therefore, in the media, make sure whatever you are doing in the media, you are glorifying God. Maana shetani amebomoa ukuta na anataka kuingilia maisha ya vijana, hata watu wakubwa. TikTok imefanyika kuwa mungu mwingine. Mzee ako kwa simu, bibi ako kwa simu, msichana wa hiyo boma ako kwa simu, kijana kwa simu, naye msichana